Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Karibu tena mtazamaji katika kipindi chako pendwa kabisa, kipindi cha elimu na uongofu, kipindi ambacho kinalenga kujenga imani zetu, lakini si hivyo tu, pamoja na kukuza maarifa ya dini yetu ya Uislamu. Na leo tuna mada muhimu sana, mada ambayo inahusiana na umuhimu wa elimu katika jamii. Utakuwa nami Alhabib Musa, lakini ambaye atakayesherehesha na kutufahamisha elimu ina umuhimu gani, elimu ina nafasi gani katika jamii, ni ustadhi wetu ama maalimu wetu, Ustadhi Abdallah Mwale. Tapa nafasi aweze kuwasalimia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu na kumtakia rehema za ziada kiongozi wa umma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa jina naitwa Maalim bin Abdallah bin Ali Mwale, na nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema za ziada kiongozi wa umma huu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia niwashukuru uongozi wa Rabta TV kwa kunipa nafasi hii adhimu sana ya kuja kuzungumza na ndugu zangu wa Kiislamu walioko kila pande za ulimwengu. Lakini pia hakadha nimshukuru Alhabibu ndugu yangu Ustadhi Musa kwa kunipa nafasi ya kuja kuzungumza naye mada adhimu sana inshallah. Shukrani sana. Naam, Maalim Abdallah Mwale, ni kwa nini elimu imepewa nafasi kubwa sana katika Uislamu? Naam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an, kitabu kitukufu, yako maneno anasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa ladhina utul ilma darajat. Mwenyezi Mungu amewatofautisha Waislamu na watu wale walioamini. Allah anasema Mwenyezi Mungu amenyanyua daraja wale walioamini miongoni mwenu na wale ambao wamepewa ilmu daraja za juu. Hii aya fasiri yake nyepesi kwa haraka Sheikh Musa ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale kuna waumini, daraja za waumini, daraja za watu wenye elimu katika waumini wa Kiislamu. Kwa hiyo wale wenye elimu daraja zao ni za juu zaidi kuliko watu wengine wa kawaida. Kwa hiyo iko haja ya jamii kufahamu hili kwamba elimu ya dini ya Kiislamu au elimu kwenye Uislamu, ni mtu mwenye elimu kwenye Uislamu daraja yake ni ya juu sana kuliko kitu kingine chochote. Fahim. Na elimu inamsaidia vipi mtu kuishi katika maisha yake ya kila siku? Kwa sababu wapo ambao wana elimu, tunawaona vyeo vyao, daraja zao kama ulivyoelezea hapo, lakini wapo ambao hawana elimu na waendelea kuishi maisha mazuri. Hilo nalizungumziaje Ustadhi Abdallah? Naam, yako maneno ya ulama mmoja miongoni mwa ulama waliotangulia mbele za haki, anasema al-ilmu bila amali la yakun wal amal bila ilmi fa huwa al-majnun. Anasema elimu bila ya kuwa na matendo hakuna kitu, lakini na matendo bila kuwa na elimu huo ni uenda wazimu. Na maneno mengine anasema al-majnun funun, majunu unafani nyingi. Yule mtu ambaye amekosa elimu sio kwamba ni majunu, kwamba hayo ni majunu tu, majunu kama tunavyoelewa sisi, lakini kule kukosa elimu kwenyewe tu ni moja ya uenda wazimu. Kufanya mambo bila kuwa na elimu ni moja ya uenda wazimu. Kwa hiyo elimu, ule kuwa na elimu kwanza ndio jambo la msingi katika dini ya Kiislamu. Ndio maana kumwangalia Mtume sallallahu alisomesha na kuna watu pale Makka, alisomesha Uislamu kwa ufahamu Uislamu wao, akaujua vizuri Uislamu. Kwa hiyo nguzo namba moja au nyenzo moja ya Uislamu kupiga hatua watu kuwa na elimu. Kwa bila ya kuwa na elimu hakuna kitakachokuwa kina faida yote katika dini yetu ya Kiislamu. Tayeb. Tunafahamu katika jamii yetu ama maisha yetu ama zama zetu za hivi leo, elimu zimegawanyika sehemu mbalimbali, na sehemu kubwa ni elimu ya dunia, lakini pia na elimu ya akhera. Sasa katika elimu ya dunia na elimu ya akhera, ipi ambayo inapaswa kupewa kipaumbele zaidi? Naam, jibu swali lako vizuri Sheikh wangu. Elimu ya dunia, Mtume sallallahu anasema aitaka dunia fa alayhi bil ilm, ni juu yake kufanyaje? Kusoma. Aitaka akhera pia juu yake kusoma. Aitaka dunia na akhera pia juu yake kufanyaje? Kusoma. Kwa hiyo elimu ya akhera ndio elimu yenye nafasi kubwa sana kwa jamii yetu ya Kiislamu hivi leo. Kila mmoja anapaswa afahamu hili, ni kwamba elimu ya dunia, elimu ya akhera, kwa elimu ya akhera ndio elimu iliyokuwa bora, kwa sababu mafanikio yake duniani na kesho akhera. Kwa hiyo ukisoma elimu ya akhera, maana unapata mbili kwa moja. Unapata mafanikio duniani na kesho akhera mafanikio pia yapo. Kwa hiyo elimu ya akhera ndio elimu bora kusoma kuliko elimu ya dunia, kwa mujibu wa swali lako. Na mtazamaji, bila shaka hapo tumeweza kupata faida kubwa sana kuhusiana na swala zima la umuhimu wa elimu. Na tunaona kuwa vijana wengi mitaani wanadharau sana upande huu wa elimu ya akhera. Wanakimbilia elimu ya dunia wakiona kuwa elimu hii ya akhera haina faida kubwa. Ustadhi Abdallah Mwale,
kama unavyofahamu katika jamii na mazingira ambayo yanatuzunguka. Lakini vile vile wapo ambao wanasoma, wanapenda sana kusoma, ila wanapitia changamoto za kutokufahamu ama kuelewa yale ambayo wanayasoma. Ni njia zipi katika dini ambazo zimeelekezwa za kuweza kuzitumia ili mtu awe na uelewa zaidi katika utafutaji wa elimu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake, anasema kuna aliman au mutaalliman au mustami'an au muhibba wala takun khamisan fatuhli. Mtume sallallahu anasema kuna aliman, jambo la kwanza katika wanasihi vijana wenzangu na wale ambao ni matulabu ilmi, Mtume anasema kuna aliman, jambo la kwanza kuwa ni mtu mwenye elimu kwanza, kuwa ni mtu mwenye elimu. Ukishindwa sehemu hiyo basi au mutaallima, ndio marhala ya pili hiyo, kuwa ni mwenye kujifundisha ile elimu yenyewe. Ukishindwa hapo, Mtume anasema au mustami'an, kuwa ni mwenye kusikiliza wale watu wa elimu, au muhibba, au kuwa ni mpenzi wa wale watu wa elimu, wapende wale mashekhe na walimu wa dini ya Kiislamu. Ukishindwa hapo, anasema usiwe mtu wa tano, utaangamia. Na elimu ya dini ya Kiislamu ilivyo, nafasi kubwa kwenye dini ni kutumikia. Unaweza kwenda kwa shekhe, mfano unaweza kwenda kwa shekhe kama miaka 10, lakini miaka unasoma ni miaka 2, miaka 8 yote na tumikia. Ndio elimu imejengwa katika nidhamu sana. Kwa hiyo, lakini msingi wa pili mbali na kutumikia ni subra. Elimu inataka subra sana. Unataka uwe mwanachuoni, hata wanachuoni wakubwa ambao leo wamekuwa wanasikilizwa na wanatajwa sana, si kwamba walizuka tu, waliandaliwa, walifanya preparations za maana, wakaandaliwa, walifanya subra kwa mashekhe zao na walimu zao, wakasoma kwa kweli. Vijana wa kileo ndio wamekuwa ni kwamba ni wavivu katika masala mazima ya elimu. Kwa sababu gani? Wanataka watumie njia fupi, na elimu ya dini inataka hivi. Elimu ya dini inataka safari ndefu sana ambayo mtu anatakiwa akae nayo, ajiandae, afanye preparation za maana ndio ifahamu elimu ya dini ya Kiislamu. Asante. Na nyakati zetu za kileo kuna masuala ya kiteknolojia kama unavyofahamu. Sasa hii teknolojia imeathiri vipi katika kutafuta elimu? Kwa sababu leo hii tunatizama wanachuo, wapo wanafunzi wanaojifunza elimu ya dini, wanatumia sana app fulani ambayo inaitwa ChatGPT katika kutafuta masuala mbalimbali. Je, hii ina faida gani au ina hasara zipi? Karibu. Asante. Na swali lako nilijibu, swali lako zuri sana ndugu yangu. Miongoni mwa maswali ya msingi sana kwa ulimwengu sasa hivi. Unajua tupo katika utandawazi, ulimwengu ambao nadhani ni akhiri zamani. Mambo yote yako wazi wazi. Lakini ajabu sana kwa ulimwengu wa sasa ni kila mmoja ni shekhe, kila mmoja ni mwalimu, kila mmoja anaingia Google, anakwenda kitu naye akija anatukana watu naye ni shekhe. Tuna vijana wa sisi leo tunasema kitonga, tunapenda kitonga. Tuna bando tunapata kila kitu. Sasa Imam Shafi rahimahullahu ta'ala yako maneno aliwahi kupata kuyasema kuambia wanafunzi. Anasema huwezi kuwa ni mtu mwenye elimu isipokuwa kwa vitu 6. Cha kwanza akasema ni dhakaun wa hirsun wa jitihadun wa bulghatu wa zaman wa subatu ustad wa tudi zaman. Taja kwa haraka sema dhakaun, kwanza ni kuwa na akili. Mwanafunzi anapaswa kuwa na akili. Dhakaun ni chombo cha kuwekea kitu, yani awe na kitu, yani awe na akili ya kuhifadhi vile anavyovisoma. Wa hirsun, lakini awe na hirsu ile ya elimu yenyewe. Lakini mwisho akaenda akasema watuli zamani, upatikane muda kati yako wewe na mwalimu. Mmoja katika mashekhe zetu wale kusomesha zamani anasema man dakhala wahdahu kharaja wahda. Katika elimu atakaingia mwenyewe atatoka kama alivyoingia. Yani elimu ya dini ilivyo mpaka upate mwalimu wa kusomesha. Kama utaingia mwenyewe, yani inakuja kwenye madhara ya social media hayo, ChatGPT na mambo mengine. Ukiingia mwenyewe katika dini ya Kiislamu kama walivyoingia. Kwa hiyo vijana wengi leo wameamua kutumia njia fupi kwamba yeye aingie tu kwenye ChatGPT aandike kadha. Lakini mengine pia, na mimi ni mfuatiliaji mkubwa wa ChatGPT, kuna mengine shekhe masala ya kielimu ukimuuliza mengine anakujibu kwa usahihi, mengine anapotea. Unaweza ukafungua kwenye ChatGPT ukaona amekujibu kana vitabu tofauti. Kwa hiyo na hasa vijana, elimu ya dini inapaswa ipate wapi? Vitabuni. Na waende kwa mashekhe wakafanye. So miongoni mwa step 6 za elimu ni wasobatu ustadhi, na usubiane na mwalimu, alafu ndipo watuli zamani na upatikane muda kati yako wewe na mwalimu. Kwa hiyo vijana, njia hii ya ChatGPT sio njia nzuri ya kielimu. Wanapaswa watumie njia nzuri ya kielimu kwenda kukaa kwa walimu zao wakasomeshwa. Sawa. Unawaambiaje wale ambao wamebanwa na majukumu, ishtighali zimekuwa ni nyingi? Wapo watu wazima pia ile nafasi ya kusema kukaa darasani hawana tena, kwa sababu wameshatingwa na majukumu ya kifamilia na kazi mbalimbali.
hao unawaambiaje kuhusu juu ya swala zima la kutafuta elimu? Kwa sababu wanaona wepesi zaidi ni kukimbilia katika hiyo ChatGPT kama wanavyosema, wanapopata nafasi nyumbani anapitia kile anachokihitaji. Hiyo nafasi ya kusema kukaa darasani inakuwa ngumu. Ni zitumike jitihada zipi ili kuweza kuwafikia wale ambao wamebanwa na ishtighali? Asante. Ukimwona ChatGPT, ziko darasa nyingi za mashaikh ambazo sasa hivi zimekuwa ni recorded kwa WhatsApp na online media mbalimbali na TV mbalimbali. Kwa hiyo naona si wale ambao nafasi zao hawana za kusoma wakiwa darasani kukaa chini wakasomeshwa, basi warejee kwa mashaikh zao. Leo kuna mtu anakaa Tanzania lakini anasomea darasa kutoka kwa sheikh kutoka Kenya. Kwa hiyo nafasi yao hao ya kusoma sio ChatGPT. Kwa sababu yule ni mwalimu ambaye hamuonani. Yeye yupo huko, wewe huko. Kwa hiyo naona si wale ndugu zangu ambao wana hamu ya kusoma na time hawana, kwa hiyo warudi kwa mashaikh zao. Leo mashaikh wanasomesha kwa WhatsApp, wanasomesha kwa TV mbalimbali, online media mbalimbali wanasomesha. Kwa hiyo warudi kwa mashaikh kule, ndio nafasi nzuri ya kusoma kule, tofauti na ChatGPT. Kwa sababu huku utakuwa ni kwamba wewe anajibu kulingana na mfumo wa akili yako ulivyo. Kwa hiyo hutapata kile ambacho unakihitaji wewe. Sawa. Na utakuwa tuna overconfidence, yani utakuwa ukienda kule ukiload ukipata kitu ukirudi huku unakuja kuambia watu wajui, lakini kumbe huenda ikawa sivyo. Ukisikia sheikh kasema amekitoa sehemu fulani, unakuwa na nafasi nzuri ya kusoma na kumuelewa yule sheikh aliyesomesha. Na mtazamaji, bila shaka tunaweza kupata faida kubwa kwa mwalimu wetu Abdallah Mwale. Hapa tunajionea kuwa mambo muhimu ambayo kila mmoja anapaswa kuyafuatilia ni kujifunza kupitia zile njia sahihi. Ustadhi Abdallah Mwale, tunaona kuwa hii teknolojia ya sasa ina faida zake, lakini pia ina hasara zake vile vile. Ni namna tu ya utumiaji. Sio lazima mtu akimbilie katika ChatGPT tu. Anaweza kutumia hiyo teknolojia kama ulivyoeleza kujifunza kupitia shekhe ambaye yuko mbali. Unaweza kuwa nyumbani ukawasiliana naye na darasa ukaweza ukaipata. Jambo la kujifunza hapa kwa vijana wenzetu, wale ambao ni wavivu katika kujifunza, ni kipi ambacho kinaweza kuleta madhara katika jamii kwa kukosekana elimu? Naam, ninukuu kitabu kimoja cha msomi wa kileo anaitwa Robin Sharma. Moja ya kitabu nilichowahi kusoma kinaitwa Who Will Cry When You Die. Kwa faida ya msikilizaji ni kwamba tafsiri yake kwa Kiswahili ni nani atakulilia utakapokufa, nani atakulilia utakapokufa. Mwandishi wa kitabu hiki lengo lake ilikuwa ni kwamba ni kuwapa hamasa wazazi na watu wakubwa ambao tayari umri wao umesogea, kwamba amefanya preparation gani ya mtu atakayemwandaa baada ya yeye kuondoka duniani. Kila mmoja ana nafasi ya kusoma, wazazi wana nafasi ya kusoma, hata watoto wana nafasi ya kusoma. Kwa hiyo mwanao usipomwandalia mazingira mazuri hii mapema, maana yake umeandaa bomu litakalokuja kudhuru wewe mwenyewe baadaye. Kwa sababu andaa mtu ambaye yani ifiki hatua mwanao asome, hata akija kiwa mwizi, Allah atuhifadhi sote, lakini hajawe mwizi msomi. Unajua mimi naiba lakini ninachokifanya mimi napata dhambi. Kwa hiyo wazazi na walimu wa dini na wanasihi wafanye preparation kwa vijana na watoto na wanafunzi wote waandae, ni kwamba wajue ulimwengu tuliokuwa nao unarejea elimu sana kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo ni wanasihi wale ambao nafasi za kusoma hawana, wajitahidi warejee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia masheikh na walimu pia tunayo nafasi au kazi ya kufanya jitihada kwa hao ambao wataki kusoma. Leo wajinga ni wengi sana mitaani ambao elimu yao kwao wameitupa. Tunaswali na watu ambao wataswala hawajui Sheikh Musa. Yaani ukiswali nao Sheikh lao kama atamwambia Sheikh, hebu leo salatu dhuhuri, hebu swali kwa vitendo mkusikia hapa, toa sauti, atakukimbia Sheikh kabisa. Kwa hiyo jamii yetu imekuwa elimu haina, kwa sababu hata wasomeshaji pia wenyewe wamekuwa wazito. Leo katika mtu ambaye hana thamani katika jamii, basi ni mwalimu wa Qur'an, ndio mtu ambaye hana thamani kabisa. Lakini walimu ni wanasihi wafanye subra, kwa sababu kazi ya mitume sallallahu alayhi wasallam, yeye kanapigwa mawe Taif. Angalia mtume amesomesha Maka na Madina, kaenda Taif kupigwa mawe, ambapo ni mji mbali sana, lakini kaenda kulingana dini ya Kiislamu, kutoa elimu kwa watu mbali na kwamba Maka alishatengeneza na Madina alitengeneza, lakini kaenda kupigwa mawe Taif. Angalia umbali wa Taif na Madina ni mbali kwa mbali, lakini lengo ni kwamba apeleke na saa za dini, watu wakasome dini waifahamu, ili angalau athari ya jamii ipate. Leo Taif ni mji mkubwa wa elimu ya dini ya Kiislamu, kwa sababu mtume alikwenda kule, athari alikwenda kuiacha. Kwa vijana ni wanasihi, jana wenzangu, wasome Uislamu, fanye jitihada. Lakini walimu jitihada kubwa waifanye kwa wanasihi hawa wa chini ambao ni wagumu kwenye kusoma. Asante. Vile vile umezungumzia hapo kuhusu wazazi kuwapa hamasa watoto wao
ambao wanawalea. Unaweza kutueleza katika kupitia ushahidi wa Qur'an au hadithi juu ya swala zima la maadili kupitia elimu ya akhera, ina mchango gani elimu ya dini katika masala ya maadili hususan kwa watoto? Naam, elimu ya dini ya Kiislamu msingi wake mkubwa wa kwanza umejengwa katika akhlaq. Mtume Muhammad sallallahu anasema inna Allaha ikhtara lakum al-islam dina faakrimuhu bihusni al-khulqi was-sakhai. Hadithi ndefu sana. Mtume anasema Mwenyezi Mungu ameuchagua huu Uislamu kwa dini ya sawa sawa, lakini akatupa kazi faakrimuhu, utukuzeni, uheshimuni, upeni nafasi bihusni al-khulqi, jambo la kwanza kwa tabia iliyokuwa njema. Kwa hiyo mbali na nje ya Uislamu hatuwezi kuwa na tabia njema. Bila kusoma Uislamu hatuwezi kuwa na tabia njema. Mtume anasema inma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Mtume kaja kuja kufanya perfection tabia iliyokuwa njema. Tabia zilikuwa nyuma, lakini tabia njema ilikuwa hakuna. Kwa hiyo kila mmoja ana nafasi asome dini ili ndio awe na tabia iliyokuwa njema. Leo maadili yamekuwa mbovu kwa sababu watu misingi ya Kiislamu hawafanyi, wameacha. Lakini msingi wa kwanza wameacha kusoma. Kwa hiyo kama tutasoma salama haitapatikana. Na athari Ustadh Abdallah Mwale inaonekana sasa hivi kwa sababu ya kufundishwa watoto elimu ya akhera, ndio maana mmomonyoko wa maadili umekuwa ukienea hususan katika jamii zetu. Kwa hivyo mtazamaji ambaye unatufuatilia, tujitahidi sana kuwafundisha watoto zetu elimu ya dini, kwa sababu elimu ya akhera kama ambavyo anatueleza Ustadh Abdallah Mwale hapa ina mchango mkubwa sana katika maadili ya dini ya Uislamu. Hivyo basi mtazamaji, nitumie fursa hii kushukuru kwa kuungana nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati wa kipindi hiki, na kusihi tu usikose kuungana nasi katika vipindi vijavyo ambavyo vitakujia katika chaneli yetu hii ya Rapta TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment katika chaneli yetu, lakini pia kufuatilia katika tovuti mbalimbali za TikTok, Instagram na nyinginezo, ili uweze kupata mafunzo mbalimbali ambayo yanakujia kupitia chaneli yetu katika kipindi chetu hichi cha elimu na uongofu. Ulikuwa nami Alhabib Musa. Usikose kuungana nasi katika vipindi vijavyo. Wassalamu alaikum wal afwa minkum.